Ndugu zangu katika Kristo, taifa la Mungu, marafiki wa Yesu wa Nazareti, tumekusanyika mbele ya madhabahu ya Bwana jioni hii ikiwa na mambo mengi pamoja. Sisi kimapokeo ni Wayahudi, tunafuata mila na desturi zao, na moja kati ya desturi au mila yao katika utamaduni wao, siku inaanza saa 12 jioni. Wao siku yao inaanza jioni, sio kama sisi siku inaanza asubuhi. Wenzetu kwa Ulaya sio wapi, siku yao inaanza usiku. Na ndio maana masaa yetu tunaona tofauti. Wao kisema saa 1, sisi kumbe ndio saa 7, sisi saa, unaona hivyo, lakini sababu kubwa ni hiyo. Kwa hiyo kikanisa ambao tunafuata mapokeo yale ya Kiyahudi, jioni hii ni siku mpya. Na kama ni siku mpya na leo Jumamosi, manake hii leo ni Dominika ya kwanza ya Majilio. Niliona wanakwaya hawajui waimbe wimbo gani, wa Majilio, wa kawaida, wa nini. Leo tunaadhimisha jioni hii Dominika ya kwanza ya Majilio. Lakini si hivyo tu. Leo viongozi mliochaguliwa kwenye jumuiya, kwenye kanda, mtaapishwa. Mnaanza uongozi wenu na kanisa linavyoanza mwaka wake mpya, ambao ni mwaka A wa masomo, na tutamsikia sana Mathayo. Kwa hiyo na sisi tunaanza uongozi leo. Tunachokifanya leo, tunachokiadhimisha leo katika Dominika ya kwanza Majilio, iakisi katika uongozi wetu, na tutaona baadhi ya mambo ambayo tunaalikwa, tunapaswa tuyaishi. Lakini si hicho tu. Leo tunaadhimisha Dominika ya kwanza Majilio. Na sisi neno Majilio tumelichukua kutoka katika neno la Kilatini Adventus. Kwa hiyo tumetafsiri neno la Adventus kuwa Majilio. Lakini kwa sababu sisi ni Wakatoliki wa Roma, lugha yetu rasmi ni Kilatini, maana tunaingia huko, tumetafsiri hilo neno. Neno hili si kwa nini limelichukua kama lilivyo? Kwa sababu katika Kilatini kuna maneno mengine mepesi, rahisi zaidi, ambayo yangeweza kuelezea Majilio, kuweza kuelezea kuasili, kuweza kuelezea kuja. Kuna neno kama asesa, kuna neno la Kilatini kama veniens. Lakini bado kanisa likasema sisi tunalitaka neno hili Adventus. Kwa nini lilichagua hilo? Neno Adventus lina maana nyingi kadhaa, lakini bado zinaelekea katika mtazamo ule. Na ndio maana bila shaka kanisa akasema tulichukue hili. Kwa hiyo sisi labda tunaweza tukachukua kiurahisi Majilio, lakini Adventus tungelitafsiri kwa Kiswahili lingekuwa na maana kadhaa. Nitataja ya chache. Kwanza, katika mstari wa kwanza, neno Adventus lina maana ya kufika, lina maana ya kuwasili, ina maana ya kukua. Kwa hiyo Adventus kitu kimekua. Ina maana ya kuingia. Neno hili lina maana ya kutokea, kuna kitu kimetokea, Adventus. Lakini pia ina maana ya kurukia. Kwa hiyo yote na tafsiri hiyo katika ile maana ya kwanza. Lakini kwa maana ya pili, neno hili lina maana kadhaa pia. Maana yake ni kuvamia. Hasa katika lugha ya kijeshi, unapotumia wanajeshi, ingilia kwa nguvu. Neno hili pia lina maana ya kuonekana. Tumeona wanajeshi kule, wala maadui tumewaona kule, Adventus. Lakini neno hili pia lina maana ya tatu, na hii maana ya tatu ilikuwa inatumika kwa mtu mmoja tu. Yule
amiri jeshi. Kwa hiyo mfalme akienda vitani kupigana, akishinda